na watatupatia majina haraka inavyowezekana. Sawa. Siku za hivi karibuni pia ilizuka sintofahamu baada ya klabu ya Azam FC kutangaza kiingilio cha chini cha mchezo wake wa dabi ya Mzizima dhidi ya Simba kuwa ni shilingi 15,000. Mashabiki reaction ilikuwa ni kubwa sana, wengine wakihoji na kuja 15,000 kwa sababu wameshazoea 3,000 mpaka shilingi 10,000. Ninyi bodi ya ligi, kwa kanuni na taratibu zilizowekwa, viingilio, sheria zake, kanuni zake na taratibu zake zikoje kwa mechi za ligi kuu ya kandanda Tanzania bara? Hatuna kanuni inayozungumzia kiwango cha kiingilio, kwamba mchezo wa ligi kuu kiingilio chake cha chini kiwe kiasi fulani, kiingilio chake cha juu kiwe kiasi fulani. Ni jambo ambalo linaamuliwa kutokana na mazingira husika, kutokana na hali ya kiuchumi, kutokana na sababu zingine. Lakini ni jambo ambalo halihusishi klabu pekee. Klabu inaweza kutoa proposal. Ukiona kiingilio kimetangazwa, maana yake klabu imependekeza na bodi ya ligi imeridhia. Kwa hiyo hicho ndio kitu pekee naweza nikakueleza kwamba hatuna kanuni inayotaja kiwango cha chini wala kiwango cha juu, lakini viingilio ni makubaliano kati ya pande hizo mbili, kwa maana klabu mwenyeji na mwendeshaji, kwa maana bodi ya ligi kuu Tanzania. Okay, kwa hiyo klabu yenyewe ikiamua kiingilio ni kiasi fulani kinaweza kikawa, nimesema ni klabu inaweza kupendekeza kiwango cha kiingilio, ikishapendekeza inawasilisha bodi ya ligi kuu Tanzania. Kwa hiyo haiwezekani tu klabu ikataja kiwango chochote kile hata kama ambacho hakiakisi uhalisia na bodi ika accept. Ukiona bodi imekubaliana na kiwango fulani cha kiingilio, basi kuna uhalisia upo hapo ndani yake, na ndio maana kimetangazwa. Kwa hiyo umeutolea mfano wa Azam dhidi ya Simba na uwanja ulijaa bila shaka. Kwa hiyo kulikuwa na uhalisia wa hicho kiingilio, si ndio? Na pengine kuna haja ya kuweza kuweka kiingilio kwa maana maximum na minimum, kwa sababu baadhi ya viongozi hasa pia Simba kupitia kwa mwenyekiti wake wa bodi ya wakurugenzi Crescentis Magori alisema itafika siku timu fulani inataka uwanja yaani watu wasipate mashabiki, wakaweka kiingilio maybe 100,000, ikapoteza uhalisia wa michezo ya ligi kuu. Kwa hiyo ninyi hamuoni tija ya kuweka limitation ya viingilio katika mechi za ligi kuu? Tumetangaza kufungua dirisha la maoni, kupokea maoni ya mapendekezo ya maboresho ya kanuni, na kwamba ni wakati wenu wadau kutuma maoni, kuwasilisha kwetu hapa ili tuweze kuyachakata na kuyapeleka kwenye vikao vya maamuzi yawe kanuni. Kwa hiyo yale yote ambayo watu wanaona kwamba likifanyika jambo hili litaleta maboresho, si dhambi kuwasilisha, na wewe inawezekana umewasilisha kupitia microphone hii hapa. Kwa hiyo ni katika mambo ya msingi, lakini uzuri ni kwamba mapendekezo yanapotolewa haimaanishi yanakwenda kuwa kanuni moja kwa moja. Inawezekana yataboreshwa, inawezekana yataongezewa vitu, yatapunguzwa vitu. Mwisho wa siku turudi tu kwamba haitokuja kutokea siku mchezo wa ligi ukachezwa alafu viingilio vikawa havina uhalisia. Kwa sababu gani? Kwa sababu klabu haiwezi kujipangia yenyewe kiingilio alafu kile kiingilio kikawa kimepita moja kwa moja bila kuwasiliana na mwendeshaji, kwa maana ya bodi ya ligi kuu Tanzania. Sawa, na tunaelekea mwishoni mwa msimu, lakini hivi karibuni kumezuka tuhuma, shutuma, minong'ono kuhusiana na masuala mazima ya upangaji wa matokeo katika michezo ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Kutokana na ushindani uliopo kwenye mbio za ubingwa, lakini mbio za kuwania kusalia kwenye ligi kuu ya NBC kwa zile timu ambazo ziko chini, nini ambacho mnakifanya kuhakikisha hizo tuhuma kama zipo wanaofanya wawajibishwe, au kama hayo mambo yapo kuyakomesha ili kuleta ushindani halisi katika ligi kuu ya NBC? Kwanza sisi tunahakikisha tunasimamia michezo yote kwa kiwango cha CAF na FIFA. Maofisa wote wa mchezo wanaohitajika kwenye kila mchezo wa football utawapata kwenye michezo yote ya ligi kuu ya NBC, utawakuta kwenye mchezo wa ligi ya championship ya NBC, na utawakuta pia kwenye mchezo wa first league. Kwa hiyo ndio silaha yetu ya kwanza. Tunasimamia michezo kwa kiwango cha juu, kwa standard ambazo zimekuwa set na superior confederations. Kwa hiyo ukishasimamia michezo kwa weledi, maana yake hata mianya ya upangaji matokeo, mianya ya rushwa unakuwa umeshafanyaje, umeshaikata. Lakini haimaanishi kwamba hayo mambo hayawezi kutokea.
Kwa hiyo ndio sababu tuna vyombo vya serikali ambavyo vinahusika moja kwa moja na hayo mambo, na vipo macho, tunashirikiana na TAKUKURU kwenye hilo eneo, na unaona tuna kampeni mbalimbali na TAKUKURU kupinga rushwa michezoni, kupinga upangaji wa matokeo, na kwamba tuko nao pamoja, na kwenye michezo hii ya ligi yote inayoendelea tunao hao watu. Kwa hiyo wanaendelea kutusaidia kuhakikisha hivyo vitu havitokei, visije vikachafua taswira ya ligi yetu. Kwa hiyo kwa kifupi tu nikuambie kwamba Watanzania wapenzi wa ligi kuu ya NBC na ligi zetu zingine kwa maana Championship na First League wasiwe na hofu. Sisi tunasimamia kuhakikisha hivyo vitu havitokei, na pia tunashirikiana vyema na vyombo vya serikali katika kuhakikisha mambo hayo hayajitokezi viwanjani. Na rai yako ni ipi kwa wadau wa ligi kuu? Waendelee kuziunga mkono klabu zetu. Hilo ndio jambo la msingi. Wadau bila kujali ni shabiki, bila kujali ni mdhamini, bila kujali ni nani, waendelee kuziunga mkono klabu zetu. Ukuaji wa ligi msingi wake ni klabu kuwa na misuli mipana kiuchumi. Kwa hiyo mashabiki wanavyoingia wengi viwanjani wanasaidia kuongeza uimara wa kiuchumi wa klabu zetu. Lakini pia wadau wengine kwa maana wadhamini wanavyojitokeza kwa wingi kuziunga mkono klabu zetu, klabu zile zinajiimarisha zaidi kiuchumi, zinapata nafasi ya kusajili wachezaji bora, kuajiri maafisa bora wa ufundi, kuwa na kambi bora na kila kitu katika kiwango ambacho kinaakisi ubora wa ligi yetu hii. Kwa hiyo huo ndio wito wetu Bodi ya Ligi Kuu Tanzania, kila mdau kwa nafasi yake ziunge mkono klabu zetu. Hata nyinyi wanahabari na vyombo vya habari mpo kwenye hiyo nafasi ya kuziunga mkono klabu zetu kwa kutangaza mazuri yao. Tusisubiri tu yale mabaya ndio tuwe tunatangaza. Ukiwa unatangaza mazuri ya klabu, unavutia wadhamini, unavutia wawekezaji, unavutia mashabiki kwenda viwanjani, na unaisaidia, kwa kifupi unaisaidia ile timu kujiimarisha kiuchumi. Hence watasajili wachezaji bora ambao utawataja, utawaandika, watasomwa vizuri, lakini pia itafanya vizuri kwenye michuano mbalimbali ikiwemo ile ya kimataifa. Na umezungumza vizuri Kalim. Tumeona pia hivi karibuni watu wa ligi ya Tanzania ikifanya vizuri katika nyanja mbalimbali, hasa katika uendeshaji na masuala mazima ya ajira. Pengine mnafanya nini kwenye hii robo iliyosalia kuhakikisha ubora unaendelea kuwa mkubwa? Sababu ligi inazungumzwa ukiachana tu na hapa Tanzania ambapo imetoa ajira nyingi, lakini huko nje pia Afrika inazungumzwa vizuri. Tuna maintain vipi kiwango na izungumzwe vizuri zaidi hata nje ya bara la Afrika? Silaha yetu sisi ni usimamizi bora tu. Usimamizi na uendeshaji wa kiwango. Basi tumeseti standard yetu, namna ambavyo tunasimamia na kuendesha ligi, namna ambavyo tunasimamia michezo yetu ya ligi. Hiyo ndio silaha yetu. Tukisimamia michezo katika kiwango stahiki, ubora utaendelea kwenda juu siku zote, na watu wataendelea kupenda ligi yetu, watu wataendelea kuzifuatilia klabu zetu, na tutaendelea kupaa kimataifa. Kitu gani kimekukosha zaidi katika msimu huu wa ligi kuu ya NBC? Ushindani mkubwa sana. Hakuna mchezo wote wa ligi ambao unachezwa alafu unaweza ukadhani kwamba matokeo yatakuwa hivi na yakawa hivyo. Muda wote unakuwa surprised. Mechi yoyote inahusisha yoyote dhidi ya yoyote, na matokeo yanaweza kawa tofauti na ambavyo umefikiria. Hiyo ndio ligi. Ushindani mkubwa, kila timu imeingia uwanjani imekutana na joto la jiwe. Kila kitu hapo kinaenda vizuri kama tu ushindani unakuwepo kwenye ligi. Asante sana.